Baada ya taarifa za uvumi kuendelea katika kusikika na kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii, hatimaye IOTV wao wamethibitishwa kuzungumza na mkuu wa jeshi la polisi wa mkoa wa Tabora, Richard Yabwao, ambaye amethibitisha kwamba msemaji wa klabu ya Young Africans ni kweli amekamatwa hapo jana jioni, na sababu ya kukamatwa inasemekana ni kwamba ni kutokana na kauli ambazo si nzuri alizozitoa dhidi ya viongozi wa serikali. Akizungumza na IOTV, mkuu wa jeshi akizungumza na IOTV, Richard Yabwao amethibitisha kwa Ali Kamwe kukamatwa, na amesema kwamba jeshi la polisi linaendelea kufanya mahojiano naye tangu alipokamatwa, kumuuliza na kujua kwa kina zaidi kutokana na tuhuma ambazo zina mkzi. Kama hujasubscribe basi unaweza kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zote mpya za kimichezo, burudani, za kijamii pamoja na makala mbalimbali ambazo tumekuwa tukiwekea hapa. Sisi tupo hapa kwa ajili ya kuweza kufahamisha kile ambacho kinaendelea katika uga wa kimichezo, ikiwa mimi ni mzaliwa wa kwanza MC Karebo Mashaka. Sasa mara baada ya mchezo wa Tabora United dhidi ya Young Africans kutamatika katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, tuweza kushuhudia Young Africans akishinda goli 2-0. Taarifa ambayo inashika kasi katika mitandao ya kijamii ni kufuatia tukio la msemaji wa Young Africans Ali Shaabani Kamwe, ambapo kabla ya mchezo huo kuna baadhi ya taarifa zilikuwa zikisema kwamba aliweza kutoa maneno ya kashfa dhidi ya mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha Matiko. Sasa kuelekea mkutano wa waandishi wa habari, afisa habari wa klabu ya Tabora United Christina Mwagara aliweza kumpa masaa 24 kuweza kuomba radhi kwa kile ambacho wao walikitafasiri kwamba ni utovu wa nidhamu kwa kauli ambayo aliweza kuitoa kuhusiana na mkuu wa mkoa wa Tabora, ambaye amekuwa akifanya hamasa kunako klabu ya Tabora United inapokuwa inacheza michezo yake ya nyumbani. Sasa wakati tupo uwanjani hapo jana, tuweza kushuhudia mara baada ya mchezo kumalizika, askari Ali Kamwe akitoka nje, lakini pia akiwa na kundi kubwa la watu ambao wanamshangilia mashabiki wa Young Africans. Lakini taarifa kutoka vyanzo mbalimbali ikiwemo na Clouds FM imeweza kuripoti kwamba msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Shaabani Kamwe ashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tabora, ambapo inasemekana kwamba ni kile ambacho kilitajwa kuwa na utovu wa nidhamu dhidi ya kauli ambazo lizitoa mbele ya mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha Matiko kuelekea katika mchezo huo wa Yanga akiwa ni mgeni wa Tabora United. Mpaka sasa hivi Ali Shaabani Kamwe inasemekana yupo ndani akiwa ameshikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya kufanyiwa kwa ajili ya kujibu tuhuma na mashtaka ambayo inasemekana ni kauli ambazo hazikuwapendezesha wengi. Ali Shaabani Kamwe wakati mechi inaendelea aliweza kuonekana akiwa na mkuu wa mkoa wa Tabora akiwa wanasalimiana kwenye majukwaa, na watu wakaamini kwamba pengine swala hili limemalizika, lakini mambo yakawa tofauti kutokana na taarifa ambazo tunazisubiria ziendelee kutoka na tufahamu kwa kina zaidi kile ambacho kimejiri na kile ambacho kiliendelea, licha kwamba Ali Shaabani Kamwe alikiri kwamba alipokuwa jukwaani aliweza kuzungumza na mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha Matiko, na haya ni machache mwa mengi ambayo Ali Shaabani Kamwe aliyazungumza mara baada ya kukutana na mkuu wa mkoa wa Tabora, na mnukuu. Alisema Ali Kamwe alikutana na mkuu wa mkoa wa Tabora, akampongeza kwa hamasa ambayo ameifanya na kufanya uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kujaa katika mchezo huo kati ya Tabora United dhidi ya Yanga, lakini pia akasema kwamba yale yaliyotokea yalikuwa sehemu ya hamasa tu, kwamba yameisha. Sisi alipokuwa anatueleza tuliamini kwamba pengine swala hilo limeisha, lakini kinachoendelea mpaka sasa hivi Ali Shaabani Kamwe yupo chini ya jeshi la polisi. Taarifa zinasema hivyo, akiwa mkoani Tabora. Wakati huo
kikosi cha Young Africans kimeshasafiri kuondoka jijini Dar es Salaam. Kwa taarifa ambazo zitatolewa rasmi, tutakuja kukufahamisha uweze kujua ni nini ambacho kinaendelea kati ya Tabora United na Ali Shabani Kamwe, au kati ya jeshi la polisi ambalo inasemekana limemshikilia msemaji wa Young Africans Ali Shabani Kamwe. Nikwambie tu kwamba endelea kubaki nasi, usubscribe channel hii kwa taarifa mbalimbali za kimichezo, za kijamii, lakini pia utaweza kupata makala mbalimbali ambazo tumekuwa tukikuwekea na utaweza kuenjoy. Mimi ni mzaliwa wa kwanza, Karebo Mashaka.